Zimesalia siku chache mno kuelekea kwenye michuano ya fainali za kombe la dunia kwa maana ya World Cup ambayo inatarajiwa kuanza kupigwa mnamo tarehe 11 mwezi huu wa Juni na kutamatika mnamo tarehe 19 mwezi Julai ya mwaka 2026. Michuano ya awamu hii ni kwamba imekuja na utofauti mkubwa ikilinganishwa na miaka iliyopita, na kwa mara ya kwanza ni kwamba dunia inakwenda kushuhudia michuano ya kombe la dunia ikisimamiwa na nchi tatu wenyeji ambao ni hosti katika michuano hii ya kombe la dunia kwa mwaka 2026. Nchi wenyewe ni pamoja na United States of America USA kwa maana Marekani, Canada pamoja na Mexico, na hizi ndo nchi wenyeji kwenye michuano hii mikubwa ya kimataifa. Lakini pia utofauti mwingine na mkubwa kwenye michuano ya msimu huu na michuano ya misimu iliyopita ni kwamba kwa mara ya kwanza kabisa dunia inakwenda kushuhudia mataifa 10 kutokea barani Afrika yakishiriki kwenye fainali za michuano ya kombe la dunia kwa mwaka huu 2026 tangu ilipoanzishwa michuano hii mnamo mwaka 1930 na ni zaidi ya miaka 96 iliyopita. Na nchi wenyewe ambazo zitashiriki kwenye fainali za michuano ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 kutokea hapa barani Afrika ni pamoja na timu ya taifa ya Morocco, Senegal, Tunisia, Algeria, timu ya taifa ya Misri kwa maana ya Egypt, Cote d'Ivoire au Ivory Coast, Ghana, Cape Verde, bila kusahau timu ya taifa ya Afrika Kusini pamoja na timu ya DRC Congo. Wakati huu ambapo mataifa yote yanayoshiriki kwenye fainali za michuano ya kombe la dunia zimeshawasili kwenye nchi zilizopangiwa kwa ajili ya kuweza kucheza na kupambania kombe, ni kwamba burudani ya muziki haijaachwa nyuma katika kunogesha michuano hii mikubwa ya kimataifa. Na kwa mwaka huu mwaka 2026 wimbo rasmi wa michuano ya fainali za kombe la dunia uliosimamiwa na shirikisho la mpira wa miguu duniani kwa maana ya FIFA tayari umeshatoka siku kadhaa zilizopita hapo, na kwa mara nyingine tena msanii nguli kutokea pale Colombia wa kuitwa Shakira amepata nafasi muhimu ya kwenda kutumbuiza na kutoa burudani ya kipekee kwenye ufunguzi wa fainali za kombe la dunia akiwa pamoja na msanii pendwa kutokea hapa barani Afrika kuitwa Burna Boy kutokea ndani ya taifa la Nigeria. Wimbo wa Shakira na Burna Boy unaoitwa Die Die licha kuwa una wiki mbili tu tangu ulipokuwa umetoka, lakini umeshajiwekea rekodi mzuri ya kuwa ni wimbo wenye watazamaji wengi zaidi hadi hivi sasa pale YouTube. Wimbo huu wa Die Die ambao umeweza kumkutanisha Shakira na Burna Boy ulitoka mnamo Mei 23 mwaka 2026 na hadi hivi sasa pale YouTube tayari umeshapata watazamaji milioni 105. Na kwa rekodi hii mzuri, wapo ambao wanaamini huenda wimbo wa Die Die wa Shakira pamoja na Burna Boy ukavunja rekodi ya wimbo wa Waka Waka wa Shakira ambao ulitoka mnamo mwaka 2010 katika fainali za michuano ya kombe la dunia ambayo ilifanyika kwa mara ya kwanza barani Afrika pale Afrika Kusini. Na hadi hivi sasa ni kwamba wimbo wa Waka Waka una watazamaji bilioni 405 na ikiwa ni miaka 16 tu iliyopita. Na ni wazi kabisa kwamba wimbo wa Shakira pamoja na Burna Boy umepata mapokezi mazuri sana, na ukiachana kwenye platform ya YouTube kupata mapokezi ya watazamaji wengi na hata kwenye platform nyinginezo kama Audiomack, Spotify, Boomplay, ni kwamba ni wimbo ambao unaendelea kusikilizwa na kupata wasikilizaji wengi hadi hivi sasa. Tarehe 11 ni kwamba haiko mbali, ndipo ambapo tutaenda kushuhudia burudani katika upande wa muziki na katika upande wa soka. Kwenye upande wa muziki, Shakira pamoja na Burna Boy wataenda kutoa burudani ya kipekee, lakini wasanii wengine pia kutokea Afrika na mataifa mengineo ni kwamba tutaenda kuwashuhudia wakiweka burudani ya muziki ili kuendelea kunogesha kwenye michuano hii mikubwa ya kimataifa. Lakini vipi nawe kwa upande wako? Tayari umeshachagua timu yako ya kuishabikia kwenye michuano mikubwa hii ya kimataifa kombe la dunia? Timu ambayo unaamini kwa mwaka huu 2026 itafanikiwa kuchukua kombe la dunia? Tungependa kusoma ujumbe wako na uweze kututajia pia timu ambayo unaamini kwa mwaka huu 2026 itafanikiwa kuchukua kombe la dunia.